Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu penzi mtazamaji wa channel yetu hii, tunaendelea leo katika mwendelezo wa mada yetu inayozungumzia matatizo ya magoti, na kama utakumbuka vizuri katika vipindi vilivyopita tulielezea sababu za matatizo ya maumivu ya magoti, na leo tena tunaendelea na sababu nyingine za maumivu ya magoti. Baada ya kuisha kuelezea sababu tatu, leo tunaingia sababu za ndani ya mwili, tunaita kama ni inflammatory conditions, matatizo ya uchochezi yanayopelekea maumivu ya magoti. Haya mara nyingi ama sababu hizi mara nyingi hutokana na uvimbe wa kinga ya mwili. Mwili una kinga ambayo unatengeneza ndani yake ili kudhibiti maradhi ama maambukizi yasiweze kumwathiri mwanadamu. Basi hii kinga ya mwili, immune systems, mara nyingi inaweza ikawa imepatwa na hitilafu au imepatwa na shida hizo zikapelekea sasa matatizo ya magoti ama matatizo ama maumivu ya magoti. Kwa hiyo wagonjwa wengi ambao wana matatizo kama haya huwa mara nyingi tunawaweka katika makundi ya wagonjwa ambao wanaitwa kama rheumatic ama rheumatoid arthritis. Yani ni wagonjwa ambao tunawatia katika makundi ya wagonjwa wenye rheumatoid arthritis. Mara nyingi hii husababishwa na ugonjwa wa kinga ya mwili kujishambulia wenyewe. Maana yake kinga ya mwili huwa inakushambulia wewe mwenyewe ndani ya mwili wako. Kwa hiyo inapokushambulia inatengeneza shida katika magoti yako. Huathiri mara nyingi pande zote za magoti. Goti la kulia na goti la kushoto mara nyingi huwa linaathirika kwa pamoja. Tukitoa kama zile sababu zilizopita, mara nyingi unaweza kukuta katika kiungo kimoja tu cha goti, lakini hii katika rheumatic ama rheumatoid arthritis mara nyingi sehemu zote mbili za magoti huweza mtu akapata athari zake. Dalili zake mara nyingi huwa na uvimbe wa kudumu, uvimbe ambao hauondoki licha ya kuwa mtu anafanya jitihada nyingi katika kuondosha, lakini unakuwa hauondoki. Pia maumivu yanakuwa yanadumu hata kama mtu atapumzika, tofauti na sababu nyingine ambazo maumivu yanaweza yakakata kutokana na kupumzika. Lakini pia vile vile huwa inaweza kusababisha ugumu, stiffness, muda wa asubuhi, na hudumu muda mrefu kidogo katika nyakati za asubuhi, hasa tangu mtu anaamka mpaka muda wa kuchomoza kwa jua na kusogea katika muda wake mbele kidogo. Kwa hiyo hali kama hizi zinaonesha kwamba huyu mtu anawezekana akawa na shida ya goti, lakini inayotokana na sababu za mwili wenyewe kujishambulia, zinaitwa kitaalamu kama ni rheumatoid arthritis. Pia sababu nyingine ambayo inapelekea katika kusababisha maumivu ya magoti kitaalamu tunaita synovitis. Hii ni hali ya uvimbe katika utando wa ndani wa goti. Goti katika umbile lake kuna utando unaoitwa kama ni synovial membrane. Huu utando mara nyingi husaidia katika kulinda goti kutokana na mikwaruzano, lakini pia vile vile huzalisha katika maji fluids ambazo zinatumika kama ni lubricant, zinalainisha kiungo ili kiweze kuteleza vizuri katika kusababisha ile movement yake, kama vile unapotembea, unapochutama, unapokimbia, unapopanda ngazi, kilima na hali kadhalika katika mambo mengine ya kimichezo. Basi dalili za synovial ama synovitis mara nyingi hii dalili zake huwa goti huvimba sana. Pia vile vile unasikia joto kali katika goti na maumivu yanayoongezeka kwa haraka. Kadri ya siku zinavyosogea maumivu huwa yanaongezeka. Basi synovitis nayo ni sababu ya magoti pia vile vile kuuma, na dalili zake huwa ni kama hizo. Lakini pia kuna matatizo ambayo yanawekwa katika makundi ya metabolic, makundi ya kiufanisi wa seli ndani ya mwili. Cells ambazo zinatengeneza hii mili
nayo pia vile vile yanaweza ama cells ama metabolism zinaweza zikasababisha matatizo ya magoti. Mara nyingi tunapata aina za arthritis katika hii hali ya kimetaboliki, na mara nyingi tunaita kama GOAT. Sawa, ni uongezeko la acidiki ya uriki katika kiungo. Kwa hiyo kiungo hukusanyika kiungo kinakuwa kinachukua kiwango kikubwa cha uric acid katika uhalisia wake. Yani kiungo kinakuwa na uric acid nyingi, uric acid ambayo mara nyingi husababisha hayo maumivu. Dalili zake, maumivu huwa makali ya ghafla. Maumivu yanaweza yakaja ghafla tu, na baadaye pia vile vile unaweza ukaliona goti limepiga wekundu, limeng'ara sana, na maumivu yanakuwa ni very severe, makali sana, hata kwa kuguswa kidogo tu. Kwa hiyo hayo leo ndiyo yatakuwa ni mambo ambayo tunayajadili hapa katika kipindi chetu hichi kinachoelezea matatizo ya magoti, na inshallah tutakuja kuelezea sababu nyingine katika kipindi kinachofuata. Inshallah nikutakie usikivu mwema na utazamaji mzuri wa kipindi chetu.